mzee wa kusanua kama kawaida. Na leo nataka nikupe siri ya papa. Kwa sababu walimwengu tumekuwa tukiishi katika namna ambayo hatujui tunaishishije. Lakini walimwengu wanaelewa. Kila kitu kinachofanyika hapa ulimwenguni huwa kina sababu. Lakini kwa kuwa tumekuwa wafinyu wa maarifa, tumekuwa hatuna maarifa, ndio maana hatuelewi ni kwa nini imeandikwa vile. Ukikichunguza vizuri kifo cha Papa Francis, ni kwa nini kafariki akiwa na miaka 88? Kuna siri gani nyuma ya hiyo? Unajua labda kwa kuwa tu hatufahamu. Lakini leo ngoja nikufahamishe. Kila kinachotokea, chunguza vizuri, matukio yanayotokea huwa kuna namba specific inayowekwa. Tuliona yule Batazali kulikuwa na namba 400. Kuna siri gani kwenye namba 400? Pia hiyo namba huwa inawekwa kulingana na muda. Mwezi, angalia mwezi, angalia mkao wa mbala mwezi ilipo. Either imeandama au bado mwezi mchanga. Angalia ni mwezi wangapi. Pia angalia hizo tarehe ni tarehe ngapi. Ukichunguza vizuri hizo tarehe za kifo cha papa, pia tarehe za Batazali, kuna pointi muhimu ambayo utaigundua. Na leo nataka nikuelimishe kidogo kuhusiana na hiyo namba 88. Ni kwa nini papa kafariki akiwa na miaka 88? Ukichunguza namba 88 katika elimu ya ulimwengu, namba 8 huwa inasimamia kama karmic, mwaka wa shutumu au mwaka wa hukumu, au namba ya hukumu. Namba 8 ni namba ya hukumu. Hukumu gani ambayo inazungumziwa pale? Kwa nini asifariki akiwa na miaka 80 na kitu? Na 82, 80 ngapi? Kwa nini 88? Kwa nini 88? Hiyo ni karmic laws. Unajua hawa watu wanatusahaulisha vitu. Yaani wanahubiri vitu ambavyo wenyewe wanajua kwamba ni uongo. Kwa hiyo kuna shutumu au kuna hukumu ambao lazima iwapate. Hicho kifo cha papa, ngoja leo nikufanulie. Hicho kifo cha papa ilibidi awe amefariki mwaka jana. Mwaka jana ulikuwa karmic law, ulikuwa ni namba 8. Lakini kwa sababu anafanya kazi na tunawaita hawa reptilians au Draco, hawa cold-blooded goddesses, hawa miungu walioanguka, miungu baridi. Itakuja nifafanue zaidi. Kwa hiyo namba 88 ni namba ya hukumu. Itakuja nifafanue zaidi kwamba ni namna gani namba ambavyo huwa zina stand for. Kwa mfano namba 8 ni namba ya karmic law. Namba 9 ni namba ya uzao. Na kuendelea. Tutakuja tufafanuane vizuri.